أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين वही है जिसने उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक अजीम रसूल मबूस किया। वो उन पर उसकी आयात की तिलावत करता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब की और हिकमत की तालीम देता है, जबकि इससे पहले वो यकीनन खुली खुली गुमराही में थे। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Yeye ndiye aliyemuinua mtume katika watu wasiojua kusoma, atokaye miongoni mwao, anawasomea aya zake na kuwatakasa na kuwafunza kitabu na hikima. Na ingawa hapo kabla kwa hakika walikuwa katika upotevu zahiri, miongoni mwao walio bado kuungana nao, na yeye ni mwenye ushindi kamili, mwenye hikima. Siku 2-3 kabla imepita siku ya Machi 23 katika jumuiya ya Ahmadiyya. Siku hii hukumbukwa kwani ni siku ambapo msingi wa jumuiya uliwekwa na Hazrat Masih Maud alayhi salam akapokea baiati. Basi kila mwaka siku hii iwe yenye kutukumbusha ya kwamba shabaha ya ujio wa Hazrat Masih Maud alayhi salam sawa na bishara za Qur'ani tukufu na sawa na bishara za mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kuijadidisha dini na kustawisha mafundisho ya kweli ya Islam duniani. Nasi tunaojidai kuingia katika bayati yake kwa ajili ya kutekeleza wajibu huu azimu, kazi yetu ni kushiriki ipasavyo na kazi yetu ni kuunganisha ubinadamu uliopotea na Allah subhanahu wa ta'ala, na wajibu wetu ni kuwahimiza watu kutimiza haki za wenzao, na ni dhahiri shahiri
ya kwamba kwa kufanikiwa katika hilo, kwanza kabisa tutalazimika kujirekebisha sisi wenyewe. Kwa vyovyote vile, muda huu nitaeleza baadhi ya maandiko ya Masihi Maud alaihissalam yanayoangazia shabaha ya ujio wake na kusudio lake, jinsi zilivyotimia bishara za Qur'ani tukufu na za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zilikuwa zimetolewa kabla na zinaendelea kutimia, na bishara hizo zinathibitisha ukweli wake. Na kisha nitazungumzia mabadiliko matukufu yatokayo katika jumuiya yake ambayo yameelezwa na Masihi Maud alaihissalam, na mabadiliko matakatifu yaliyopatikana katika masahaba na mateso yale ambayo yaliwasibu masahaba na wanajumuiya pia wanaendelea kukabiliana nayo. Basi muda wote yatupasa kukumbuka mambo hayo ili sisi kama jumuiya tuwe wenye kupata maendeleo na tusije tukaanza kurudi nyuma. Masihi Maud alayhi wassalam akimfanya Mwenyezi Mungu kuwa shahidi ametangaza kuhusu ujio wake na ukweli wake, ambayo kwa yakini inaimarisha imani yetu. Ikiwa tutaendelea kusoma mambo hayo na kukumbuka mafundisho yote, kwa yakini mafundisho hayo yataendelea kuwa sababu kwetu kuzidi katika imani na yataendelea kutuhimiza juu ya kusudio letu. Hivyo sasa, kama nisemavyo, nitaeleza nukuu zake ambazo ni kwa ajili ya wanajumuiya na wasio wanajumuiya, zinazowaita na zinathibitisha kwa uwazi ukweli wa madai yake kuwa Masihi na Mahdi. Aya nilizosoma mbele yenu, Masihi Maud alayhi wassalam akieleza maelezo na ufafanuzi wake, anasema sehemu moja kwamba maana halisi ya aya hii ni ya kuwa Mungu ni yule Mungu aliyemtuma mtume ambapo watu walikuwa wameshapotea kabisa, na elimu za hikima na elimu za dini zinazowezesha nafsi za binadamu kufikia ukamilifu wake zilikuwa zimekosekana kabisa, na watu walikuwa wamekumbwa na upotevu, yani walikuwa wamekwenda mbali na Mwenyezi Mungu na njia yake iliyonyoka. Ndipo katika muda huo Mwenyezi Mungu akamtuma mtume wake asiyejua kusoma wala kuandika, na mtume huyo akatakasa nafsi zao na akawafundisha kitabu na hikima, yani kwa nishani na miujiza akawawezesha kufikia daraja ya imani kamili, na akanawarisha mioyo yao kwa nuru ya kumtambua Allah. Na kisha akasema, lipo kundi jingine ambalo litazihiri katika zama ya mwisho, nao pia mwanzoni watakuwa katika giza na upotevu na watakuwa mbali na elimu na hikima. Ndipo Allah atawafanya kuwa mfano wa maswahaba, yani kile walichoona maswahaba nao pia wataoneshwa, hadi imani na yakini yao itafanana na imani na yakini ya maswahaba. Basi hiyo ni yakini ambayo sisi tukiwa katika baiyati Masihi Maud alaihissalam tunatakiwa kuwa nayo juu ya ukweli wake. Tuwe na ile imani na yakini juu ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuhusu ukweli wa Islam ambayo maswahaba waliokuwa nayo moyoni mwao. Kama navyoendelea kueleza habari za maswahaba katika hutuba zangu, na mifano yao ipo mbele yetu,
Sayyidina Ahmad al-Islam anasema kwamba inapatikana katika hadisi sahihi ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza maelezo ya aya hiyo akaweka mkono juu ya bega la Salman Farsi na akasema, lau kana al-imanu mu'allakan bisuraya lanalahu rajulun min faris, yani hata kama imani ingetungikwa kwenye kilimia, mtu mmoja mwenye asili ya Kifarsi atairudisha. Na akaashiria kwamba mtu mmoja katika zama ya mwisho mwenye asili ya Kifarsi atazaliwa, zama ambapo imeandikwa kwamba Qur'ani itabaki kama jina tu, na hiyo ni zama ambayo ni zama ya Masihi aliyeahidiwa, yani dunia itasahau mafundisho ya Qur'ani. Na huyu ndiye mwenye asili ya Kifarsi ambaye jina lake ni Masihi Maud, kwani mashambulizi ya kimsalaba ambayo yanahitaji Masihi Maud ili aje kuyavunja yameshambulia imani, na alama zote hizi zimeelezwa kama alama za zama ya mashambulizi ya msalaba. Na imeandikwa kwamba shambulizi hili litaleta athari mbaya sana kwa imani ya watu. Na katika zama ile ambayo ilikuwa zama ya Masihi Maud alayhis salam, katika maisha yake mashambulio haya makali yalikuwa yanafanywa, bali hadi muda mrefu wa baadaye mashambulizi haya yakaendelea kufanywa, na historia ni shahidi juu yake. Akasema hili ni shambulio ambalo kwa maneno mengine linaitwa shambulio la kidajjali. Imeandikwa kwamba wakati wa shambulizi la Dajjali watu wengi watamwacha Mungu aliye mmoja asiye na mshiriki wake, na mapenzi ya kiimani ya watu wengi yatapoa, na kazi nzito na kubwa ya Masihi Maud itakuwa kuhuisha imani, kwani imani ndiyo iliyoshambuliwa. Na kutoka hadisi lau kana al-imanu inayomhusu mtu mwenye asili ya Kifarsi, inathibitika kuwa mtu huyo atakuja kuhuisha imani kwa mara ya tena. Basi kwa kuwa zama ya Masihi Maud na mtu mwenye asili ya Kifarsi ni moja, na kazi pia ni ile ile, yani kuhuisha tena imani, hivyo kwa yakini inathibitika kuwa Masihi aliahidiwa ndiye Farsiul asal. Na aya hii inazungumzia jumuiya yake isemayo muakharina minhum lamma yalhaqu bihim. Maana ya aya hiyo ni kwamba baada ya giza totoro wenye kupata muongozo na hikima na kushuhudia miujiza na baraka za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yapo makundi mawili tu. Awal, maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wameshikwa na giza kali, na kisha kwa fadhila ya Allah wakapata zama ya unabii, na kwa macho yao wakaona miujiza na wakashuhudia bishara na yakini ikawafanya kupata mabadiliko kana kwamba wakabaki na roho pekee. Kundi la pili ambao sawa na aya iliyotajwa juu ni mfano wa maswahaba, ambalo ni kundi la Masihi aliyeahidiwa, kwani kundi hilo pia kama ilivyotokea kwa maswahaba wameona miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya giza na upotevu wamepata muongozo. Na ndiyo maana katika aya ya akharina minhum watu hawa wamejaaliwa sehemu kutoka neema ya kuwa mfano wa maswahaba. Akasema katika zama hizi imetokea hivi kwamba baada ya miaka 1300 kupita, mlango wa miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam umefunguka tena, na watu wakaona kwa macho yao kwamba nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua sawa na hadisi ya Daraqutni na fatwa Ibn Hajar ikatokea katika mwezi wa Ramadhani. Na kama ilivyokuwa imetajwa katika hadisi, mwezi ukapatwa katika usiku wa kwanza wa mausiku ya kupatwa kwake, na jua likapatwa katika siku ya kati za siku za kupatwa kwake, katika zama ambapo alikuwepo mtu aliyedai kuwa Mahdi. Na hali hiyo tangu ziumbwe mbingu na ardhi haijawahi kutokea, kwani hadi sasa hakuna awezaye kuthibitisha mfano wake katika ukurasa wa historia ya dunia. Hivyo huo ulikuwa muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao watu wakauona kwa macho yao.
kisha nyota yenye mkia ambayo ilikuwa ishara ya zama ya Masihi na Mahdi, maelfu ya watu wakaiona ikitoka. Vivyo hivyo moto wa Jawa, malaki ya watu wakauona. Pia kusambaa kwa tauni na kuzuiliwa kutoka hija kukashuhudiwa na watu wote. Kuanza kwa reli nchini, kuachwa kwa ngamia, hiyo yote ilikuwa miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo katika zama hizi ikashuhudiwa kama walivyokuwa wameiona maswahaba. Ndiyo sababu Mwenyezi Mungu mwenye shani akaliita kundi hilo la mwisho kwa neno la minhum, ili aashirie kwamba katika kushuhudia miujiza hawa ni mifano ya maswahaba. Mufikiri halafu muone kwamba katika miaka 1300 ni nani aliyepata zama kama hizi. Katika zama hizi ambamo jumuiya yetu imeumbwa, jamaat hiyo inafanana na maswahaba katika mambo mengi. Nao wanaiona miujiza na nishani kama walivyoona maswahaba. Kutokana na nishani za Allah na kwa msaada wake wanajawa na nuru na yakini kama walivyojaliwa maswahaba. Kwa sababu ya nishani za Mungu zilizo wazi na msaada wake wa mbinguni, na kwa sababu ya mafunzo yake yenye hikma, wanapata maisha matakatifu kama maswahaba walivyopata, na wanapata kuuziwa na wanapata mateso kama maswahaba walivyopata. Huzur anasema kwamba yatupasa kulikumbuka kwa siku zote kwamba wajibu wetu ni kupata maisha matakatifu kwa mafunzo ya hikma na kutafakari juu ya Qur'ani tukufu. Anasema miongoni mwao wapo wengi wanaolia katika sala na kulewesha sehemu za kusujudu kwao kwa machozi kama maswahaba walivyokuwa wakilia. Wapo wengi wanaopata ruya za kweli na ufunuo wa Mungu unawateremkia kama ilivyokuwa ikitokea kwa maswahaba. Miongoni mwao wapo wengi ambao mali walioichuma kwa juhudi kwa ajili ya kupata radhi ya Allah pekee wanajitolea katika jumuiya yangu kama maswahaba walivyokuwa wakijitolea. Mtawakuta wengi wao wanaokumbuka mauti. Tunasema jambo hilo pia ni zito. Mtu anatakiwa kukumbuka mauti kwa siku zote, na wana moyo laini na ni wacha Mungu wa kweli. Hayo ni mambo muhimu alivyoyaeleza ambayo muda wote tunatakiwa kuweka mbele yetu kama ilivyokuwa sera ya maswahaba. Hili ni kundi la Allah ambalo Mungu mwenyewe analilinda, na siku hadi siku anaendelea kutakasa mioyo yao na anajaza vifua vyao na hekima na imani. Basi tunatakiwa kujikagua vizuri kwamba je, mambo hayo yote yanapatikana kwetu, na kwa kupitia nishani za mbinguni anawavutia kwake kama alivyokuwa akiwavutia maswahaba. Ilmuradi katika jumuiya hiyo alama zote zinapatikana zinazotokana na maneno ya akharina minhum, na ilikuwa la lazima kwamba kauli ya Allah siku moja ingetimia. Kisha huzur anasema kwamba hizi ni zile zama ambamo Mwenyezi Mungu amenuia kuyaunganisha makundi mbalimbali kuwa kaumu moja, na akimaliza magomvi haya ya kidini awakusanyi wote kwenye dini moja. Na hakuna zama hizi, na kuhusu zama hizi ambazo ni zama za zoruba ya mawimbi, Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu, wanufikha fi sure fajamaanahum jamaa. Aya hii pamoja na aya za awali zinamaanisha kwamba zama ambamo dini zilizo duniani zitakuwa na vurugu nyingi, na kila dini itaishambulia dini nyingine kama vile wimbi linavyoangukia wimbi jingine, na zitataka kuangamizana. Hapo Mungu wa mbingu na ardhi katika zama zile za zoruba ataanzisha jumuiya mpya kwa mikono yake bila kutumia njia za kidunia, na atawakusanya humo wote wawezao na wafao. Ndipo watatambua dini ni kitu gani, na watapuliziwa uhai na roho ya unyofu wa kweli, na watanyweshwa kikombe cha utambuzi wa Mungu.
na ni lazima dunia isikome kuendelea mpaka bishara hii itimie iliyoelezwa na Qur'ani tukufu miaka 1300 tangu leo. Na kuhusu zama hizi za mwisho ambamo mataifa yote yatakusanywa kwenye dini moja, Mungu hakueleza alama moja tu, bali katika Qur'ani tukufu mmeandikwa pia alama nyingine kadhaa. Katika hizo mojawapo ni kwamba katika zama zile mifereji mingi itatoka kutoka katika mito, na nyingine tena ni hii kwamba migodi mingi iliyofichika, yani madini, itachimbuliwa na elimu nyingi za kidunia zitadhihirika, na nyingine ni kwamba njia zitapatikana zitakazofanya vitabu viongezeke. Alama nyingine ni kwamba itapatikana njia fulani ya usafiri itakayowafanya ngamia wasifae, na kwa sababu yake njia za kukutana zitakuwa rahisi, na mojawapo ni kwamba mawasiliano hapa duniani yatakuwa rahisi na wataweza kufikishana taarifa za habari kwa urahisi. Na katika zama hizi mambo yamekuwa rahisi zaidi. Nyingine tena ni kwamba katika siku zile, katika mwezi mmoja, jua na mwezi vitapatwa huko mbinguni, na nyingine ni kwamba baada ya hapo tauni kali sana itaenea ardhini, hata kwamba hakuna mji wala kijiji kitakachosalia bila kuingiliwa na tauni, na vifo vingi vitatokea duniani na dunia itabaki tupu. Baadhi ya vijiji vitaangamia kabisa na hazitabaki alama zao, na baadhi ya vijiji baada ya kuadhibiwa kiasi fulani vitaokolewa. Siku zile zitakuwa siku za adhabu kali ya Mungu, kwa sababu watu hawatazikubali ishara za Mungu zizihirikazo kwa mjumbe wake wa zama zile. Watamkataa nabii wa Mungu ajaye kurekebisha watu na watamkazibisha. Alama zote hizo zimetimia katika zama hizi. Kwa mwenye akili, njia iko safi na wazi kuwa Mungu amenituma katika wakati ambapo alama zote zilizoandikwa na Qur'ani tukufu zimezihirika kwa ujaji wangu, na historia ni shahidi kwamba habari hizi zote zikatimia katika zama zake na zingine zinaendelea kutimia hadi leo. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, kwa kuona hali ya zama hizi na kuona jinsi ardhi ilivyokuwa imejaa na ufasiki na uasi na upotevu, aliponituma kwa ajili ya kuhubiri haki na kufanya suluhu. Na hizi zilikuwa zama ambamo watu wa dunia wakimaliza karne ya 13 hijra walikuwa wamefikia karibu na karne ya 14. Ndipo mimi kutokana na amri yake nikaanza kuwatangazia watu wa kawaida kwa matangazo ya kimaandishi na hutuba mbalimbali kwamba mwishoni mwa karne hiyo mtu aliyekadiriwa kuja kutoka kwa Allah ili kuhuisha dini ndiye mimi, ili imani iliyotoweka ardhini ni isimamishe tena, na kwa nguvu ya Allah na kwa msaada wake ni ivutie dunia kwenye suluhu na uchamungu na ukweli, na niwaondolee makosa yao ya kiitikadi na kimatendo. Na kisha miaka michache ilipopita juu yake, basi kwa kupitia wahi wa Mungu nikafunuliwa kwa uwazi kwamba yule Masihi ambaye umati huu ulikuwa umeahidiwa tangu mwanzoni, na yule Mahdi wa mwisho ambaye katika wakati wa kuporomoka kwa Islam na katika zama za kuenea kwa upotevu, mtu aliyepata mwongozo kutoka kwa Allah na mtu ambaye bishara yake ilikuwa imetolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye mimi. Na kuhusu swala hilo nikapata wahi kiasi kwamba sikuwa na shaka lolote. Kila wahi uliokuwa ukinitirimkia ulikuwa unapenya moyoni mwangu, na funuo hizi zote zilikuwa zimejaa kwa bishara azimu kwamba zilikuwa zikitimia kwa uwazi na ufululizo na uwingi na nguvu za ajabu za funuo hizi zikanilazimisha kukiri kwamba huo ni wahi wa yule Mungu aliye mmoja asiye na mshiriki wake. Mimi sitaji
majina ya Taurati na Injili, kwani Taurati na Injili zimebadilishwa na watu kiasi kwamba sasa hatuwezi kusema kwamba vitabu hivi ni vitabu vya Mungu. Ilmuradi wahi wa Mungu ulioteremka juu yangu ni wa yakini na wazi kwamba kwa wahi huo nikapata Mungu wangu, na ni wahi ambao kwa kupitia nishani za mbinguni ukafikia daraja yake ya hakul yakin, na kwa ajili ya kusadikisha wahi huo nishani zikatoka kama mvua inavyonyesha. Katika zama hizi, katika mwezi wa Ramadhan, jua na mwezi vikapatwa kama ilivyokuwa imeandikwa kwamba katika zama za yule Mahdi mwezi na jua vitapatwa katika mwezi wa Ramadhan. Na katika zama zile zile tauni ikaenea sana katika Punjab, kama ambavyo habari yake imo ndani ya Qur'ani, na manabii wa zamani wametoa habari yake kwamba katika zama zile vitatokea vifo vingi na hakuna kijiji wala mji utakao salimika na vifo. Na hivyo ndivyo itokavyo na inaendelea kutokea na Mwenyezi Mungu wakati ule ambapo katika nchi hii hakukuwa na alama yote ya tauni. Takriban miaka 22 iliyopita alikuwa amenipatia habari ya kuzuka kwake. Kisha kuhusu madai yake anasema, mimi ni mtu ambaye amezuhiri kwa wakati wake, ambaye katika ukweli wake sawa na bishara za Qur'ani na hadithi na Injili na manabii wengine mwezi na jua vikapatwa mbinguni katika mwezi wa Ramadhan. Na mimi ni mtu ambaye katika zama zake sawa na habari ya Qur'ani tukufu na manabii wote tauni ikaenea katika nchi hii. Na mimi ni yule mtu ambaye katika zama zake nyota ile ikatoka ambayo ilikuwa imetoka katika zama za Masihi bin Maryam. Na mimi ni mtu ambaye katika zama zake katika nchi hii reli ikaanza na ngamia wakaachwa, na muda si muda bali muda ule ni karibu ambapo reli itaanza kati ya Makka na Madina, na hivyo ngamia wote wataachwa. Mwanzoni kulikuwa na mawasiliano ya barabara, lakini sasa reli imeshaanza kutumika. Ngamia wote wataachwa waliokuwa wanatumika katika safari hii tukufu kwa karne 13. Ndipo kuhusu ngamia hawa ile hadithi ya Muslim itapata kutimia inayosema kuwa la yutrakanna alqilasu fala yusa ilaiha, yani katika zama za Masihi ngamia wataachwa na hakuna atakaye safiri na ngamia. Mimi ni yule mtu ambaye mamia ya nishani zikazuhiri juu ya mkono wake. Je, yupo mtu awezaye kushindana nami katika miujiza na nishani na kupata ushindi juu yangu? Na hapa kwa Mungu ambaye uhai wangu umo mkononi mwake kwamba hadi sasa nishani zaidi ya 200,000 zimekwisha zuhiri juu ya mkono wangu, na nafikiri watu 10,000 au zaidi ambao wamemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ruya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amenisadikisha. Na katika nchi hii walikuwepo watu maarufu ambao kila mmoja wao alikuwa na wafuasi 300,000 mpaka 400,000 wakaonyeshwa katika ruya kwamba mtu huyo ametoka kwa Allah. Na baadhi yao walikuwepo ambao walikuwa wameshafariki dunia kabla ya ujio wangu, kama ambavyo mmoja wao alikuwa Gulab Shah aliyekuwa mkazi wa wilaya Ludhiana, ambaye alikuwa amemwambia marehemu Mia Karim Bakhsh mkazi wa Jalalpur kwamba Isa amezaliwa katika Qadian naye atakuja Ludhiana. Mia Karim Bakhsh alikuwa mtu mwema, mcha Mungu na mzee. Yeye akakutana nami katika Ludhiana na akanisimulia bishara yote. Hivyo masheikh wakamsumbua sana, lakini yeye hakuwajali hata kidogo. Yeye akaniambia kwamba Gulab Shah alikuwa ananiambia kuwa Isa bin Maryam hayuko hai, yeye amekufa na hatarejea tena duniani. Kwa ajili ya umati huu Mirza Ghulam Ahmad ni Isa ambaye Mwenyezi Mungu amemfanya kuwa mfano wake na amemtaja kwa jina la Isa, na akaniambia kwamba ewe Karim Bakhsh, Isa yule atakapozuhiri wewe utaona kwamba masheikh watampinga sana
lakini wao watashindwa vibaya na bado wanaendelea kushindwa siku hadi siku. Yeye atadhihiri duniani ili maelezo ya uongo yaliyoandikwa kuhusu Qur'ani tukufu ayafutilie mbali na aionyeshe dunia uso wa kweli wa Qur'ani tukufu. Katika bishara hiyo mtu huyo alikuwa ameashiria wazi kwamba wewe utapata umri mrefu hadi uweze kumwona yule Isa. Kisha Masihi Maud alayhi salam anasema, kumbukeni kwamba jina la Mwenyezi Mungu ni Ghafur. Sasa kwa nini basi asiwasamehe wanaomrejea? Ni makosa ya aina hii ambayo yameingia katika Waislamu. Miongoni mwa makosa hayo ni kosa kuhusu jihadi pia. Na stajabu kwamba nisimapo kuwa jihadi ni haramu, basi hutoa macho yenye hasira, ila hali wenyewe wanaamini kwamba hadisi kuhusu Mahdi mwaga damu zina dosari. Sheikh Muhammad Hussain wa Batala ameandika vijitabu juu ya mada hii. Amekiri kwamba hadisi hizi zina dosari, na huo ndio uliokuwa msimamo wa Mia Nazir Hussain wa Delhi. Huzur anasema hata siku hizi pia maulama wanasema mambo hayo hayo. Hao kabisa hawazitambui kuwa sahihi. Kwa nini basi naitwa mwongo? Ukweli ndio huu kwamba kazi ya Masihi aliahidiwa na Mahdi ndio kwamba ataondoa vita vya kidini na ataishindisha Islam kwa kalamu, maombi na nguvu ya kiroho. Huzur anasema kwamba basi kazi hiyo hiyo ya kalamu, dua na nguvu ya kiroho ni kazi ya wafuasi wake. Hadrat Masih Maud anasema, lakini ni masikitiko kwamba watu hawaelewi habari hii kwa sababu hawaielekei dini jinsi wanavyoielekea dunia. Huzur anasema kwamba sisi pia tunatakiwa kujikagua kwamba baada ya kumwamini tusije tukaiangukia dunia. Akasema baada ya kujiingiza katika unajisi na uchafu wa dunia, wanawezaje kuwa na tumaini kwamba yatawafungukia maarifa ya Qur'ani tukufu? Humo mmeandikwa kwa uwazi kabisa, la yamasuhu illa almutahharun, hapana atakaye igusa ila waliotakasika. Sikilizeni kwa makini kwamba shabaha ya kuja kwangu ni nini. Shabaha na kusudi la ujaji wangu ni kuijadidisha Islam tu na kuisaidia. Msizani kwamba nimekuja nifundishe sheria mpya au nitoe maagizo mapya au kitabu kipya kitashuka, hata kidogo. Kama mtu anadhani hivyo, naona huyo amepotea kabisa, naye hana imani. Kwa ujaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sheria na unabii umekwisha. Sasa sheria yoyote mpya haiwezi kuja. Qur'ani tukufu ni khatamul kutub, mwisho wa vitabu. Humo sasa hamna nafasi ya kupunguza au kuongeza hata yodi moja wala nukta moja. Naam, ni kweli kwamba baraka na neema za Mtume sallallahu alaihi wasallam na matunda ya mafundisho na mwongozo wa Qur'ani tukufu hayakumalizika, bali hupatikana katika kila zama. Na kwa kuthibitisha neema na baraka hizo, Mwenyezi Mungu amenituma. Hali ya Islam iliyopo hivi sasa haifichikani. Imekubaliwa na wote kwamba Waislamu wameendelea kuzofika kwa kila jiha na kurudi nyuma, na hali yao inazidi kuwa mbaya kwa kila jiha. Wana maneno matupu tu, matendo hamna, na Islam imekuwa yatima. Katika hali hiyo Mwenyezi Mungu amenituma ili kuisaidia na kuilinda. Na amenituma sawa na ahadi yake, kwa sababu alikuwa amesema, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kama si wakati huu wa kuisaidia na kuinusuru na kuilinda Islam, ni wakati gani mwingine tena?
sasa katika karne hii ya 14 hali inakuwa ile ile iliyokuwa wakati wa vita ya Badr, ambayo kuhusu hali hiyo Mwenyezi Mungu anasema walakad nasarakumullahu bibadrin wa antum azilla. Kwa hakika ndani ya aya hii mlifichikana bishara moja, yani katika karne ya 14 Islam itakapozofika na kuishiwa nguvu, wakati huo Mwenyezi Mungu sambamba na ahadi ile ya kuilinda ataisaidia. Kwa nini basi mnastaajabu kwamba yeye alinusuru Islam? Kisha akieleza uadui wa wapinzani wake uliozidi yake, anasema mimi sikitiki kwamba naitwa Dajjal na muongo mkubwa na ninasingiziwa, kwani ilikuwa lazima nitendewe kama walivyotendewa mitume wa kabla yangu, ili nami ningepata hadhi ya suna ya zamani. Mimi kwa kweli sikupata sehemu ya hizo taabu na shida, lakini misiba na matatizo aliyokabili kiongozi na bwana wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wake haupatikani katika mnyororo wa manabii. Kwa ajili ya Islam yeye alipata uzia ambao kalamu inashindwa kuuendika na ulimi kuueleza. Hii inaonyesha jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa nabii mwenye shani kubwa na imara. Kama kusingekuwa na msaada wa Mwenyezi Mungu na nusura pamoja naye, basi hangeweza kuvumilia shida hizo kubwa kama mlima. Kama angelikuwa nabii mwingine angelishindwa, lakini Islam aliyoieneza kwa shida na taabu, ni semeche juu ya hali yake ilivyo leo. Waislamu wamefanya hali mbaya na aliyekuja hawako tayari kumwamini ambaye amekuja kujadidisha dini. Kisha anasema kwa njia ya maandiko yangu nimeeleza njia itakayoifanikisha na kuishindisha Islam juu ya dini nyingine. Majarida yangu yanafika Amerika na Ulaya, na kwa sababu ya busara ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia, watu hawa wamelifahamu jambo hili. Lakini ninapomweleza Muislamu njia hiyo, basi povu hutoka kinywani mwake kana kwamba yu mwehu ama ataka kuua. Hazur anasema kwamba na siku hizi wanafanya hivyo kwa Waahmadia, ilhali fundisho la Qur'ani tukufu ndilo hili, idfa billati hiya ahsan. Shabaha ya mafundisho hayo yalikuwa ni kwamba hata kama ni adui, kwa upole na wema huu ageuke kuwa rafiki na asikilize maneno haya kwa utulivu na usikivu. Ninasema kwa kuapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba mimi nimetoka kwake. Yeye anajua sana kwamba mimi si mzushi, si mwongo. Ikiwa nyinyi baada ya mimi kuapa kwa Mungu na pia kuziona ishara ambazo yeye amezuhirisha kunisaidia, bado mnaniita mwongo na mzushi, basi nawaombeni kwa jina la Mungu kwamba leteni mfano wa mzushi yeyote ambaye juu ya kumzulia Mwenyezi Mungu na kumwogopea kila siku, Mungu aendelee kumsaidia na kumnusuru. Huzur anasema kwamba je, upatikanaji wa jumuiya katika dunia nzima na kusambaa kwake si ushahidi wa jambo hili kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu u pamoja na Masihi Maud alayhi wassalam? Huzur anasema kwamba ilitakiwa amwangamize, yani Mwenyezi Mungu angemwangamiza kabisa, lakini hapa mambo ni kinyume chake. Nasema kwa kula kiapo cha Mungu kwamba mimi ni mkweli na nimetoka kwake, lakini naitwa muongo na mzushi. Tena Mwenyezi Mungu katika kila kesi na kila balaa
wanayozusha watu zidi yangu hunisaidia na kuniokoa. Na akanisaidia hivi kwamba akawatilia malaki ya watu mapenzi yangu mioyoni mwao. Khalifatul Masih anasema kwamba wakati ule jamaat ilikuwa nchini India tu, lakini sasa katika nchi za Ulaya, Marekani, Afrika, Marekani Kusini, visiwa Australia na nchi za Uarabuni wapo malaki ya watu ambao Allah amewatilia mapenzi yake moyoni mwao. Ni jambo la ajabu kwamba mtu mwongo anatendewa hivi. Hii inatosha kuhakikisha ukweli wangu. Kama mkiweza kumtaja mzushi aliye mwongo na akamzulia Mwenyezi Mungu uongo, na Mwenyezi Mungu akamsaidia hivyo na kumweka hai kwa muda huo na kumtimizia matamanio yake, ni onyesheni basi. Kisha anasema Waislamu wanatakiwa wazi thamini nuru na baraka zinazoteremka wakati huu kutoka mbinguni, na wamshukuru Mungu kwamba wamesaidiwa katika wakati unaofaa, na Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yake amewanusuru katika wakati wa msiba huu. Lakini kama hawataithamini neema hii ya Mungu, basi Mwenyezi Mungu hatawajali kitu. Yeye atatekeleza kazi yake, lakini juu yao itakuwa masikitiko. Mimi nasema kwa nguvu sana na yakini kamili na busara kwamba Mungu amekusudia kuzifuta dini nyingine na kuipa Islam ushindi na nguvu. Sasa hakuna mkono wote wala nguvu inayoweza kupambana na kusudio la Mungu. Yeye ni faalu lima yurid. Ili Waislamu, kumbukeni kwamba Mwenyezi Mungu kwa njia yangu amewapeni habari hii, nami nimefikisha ujumbe wangu. Sasa kuusikiliza au kutokusikiliza ni hiari yenu. Ni kweli kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam amekwisha fariki, nami nasema kwa kuapa kwa Allah kwamba yule aliahidiwa kuja ndiye mimi. Mimi ni kweli kabisa kwamba uhai wa Islam, na pia ni kweli kabisa kwamba uhai wa Islam umo katika kifo cha Nabii Isa. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, kwa kuwaonesha wapinzani wangu wapumbavu nishani za aina za kila siku, anaendelea kuwazalilisha. Nami nasema kwa kuapa kwake kwamba kama yeye alivyoongea na Ibrahim, kisha na Isihaka na Ismaili na Yakubu na Yusuf na Musa na Masihi bin Maryam, na baada ya wote alivyoongea na Nabii sallallahu alaihi wasallam, na akamteremshia wahi wenye nuru na uliotukuka, vivyo hivyo yeye amenijalia bahati hiyo. Lakini heshima hiyo nimeipata kwa kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mimi nisingekuwa katika umati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nisingemtii, hapo hata kama mimi ningekuwa na matendo sawa na milima yote ya dunia, nisingeweza kupata heshima hiyo. Kwani sasa utume wa aina zote umefungwa isipokuwa utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii mwenye sheria hawezi kuja, na nabii bila sheria anaweza kuja, lakini ni yule tu ambaye kwanza awe kutoka umati wake. Basi kwa msingi huo mimi ni nabii mfuasi wake, na utume wangu ni kivuli cha utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna zaidi yake. Na kwa kuwa mimi ni kivuli tu na ni mfuasi wake, hivyo humo hakuna jambo lililo kinyume cha shani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mukalama ilahia inayotokea ni ya yakini. Kama nipate shaka juu yake, akhira yangu iangamie na mimi niwe kafiri. Kalamu iliyoteremka juu yangu ina imani na yakini. Na kama mtu akiona jua na mwanga wake, hawezi kuwa na shaka lolote juu ya uwepo wake. Vivyo hivyo sina shaka katika kalamu hii ambayo inatoka kwa Allah na inateremka juu yangu, inateremka juu ya moyo wangu, nami naiamini kama ninavyokiamini kitabu cha Allah. Kisha anasema kazi aliyonituma Mungu kuifanya ni hii kwamba uchafuzi uliotokea katika uhusiano wa viumbe waliokuwa na Mungu ni uondolee mbali,
huo uchafuzi na kuimarisha mara nyingine uhusiano wa upendo na ikhlasi. Na kwa kudhihirisha ukweli, nikimaliza vita vya kidini niweke msingi wa suluhu, na zile kweli za kidini zilizofichikana kwa jicho la dunia nizidhihirishe, na hali njema ya roho iliyokandamizwa chini ya giza za tamaa za nafsi nionyeshe mfano wake, na nguvu za Mungu ambazo zikiingia ndani ya binadamu zinadhihirika kwa njia ya mwelekeo kwenye Mungu, na dua nielekee kaifa yake, nieleze kafiyat yake kwa hali, si kwa maneno tu. Na zaidi ya hayo yote ni hii kuwa imani halisi katika umoja wa Mungu inayong'aa, isiyochanganyika na aina yote ya ushirikina, ambayo hivi sasa haipo, ni upende mche wake kwa kudumu ndani ya taifa. Haya yote hayatakuwa kwa nguvu yangu, bali yatakuwa kwa nguvu ya yule Mungu ambaye ni Mungu wa mbingu na ardhi. Mimi naona kuwa Mungu upande mmoja akinilea kwa mkono wake na kunifunulia wahi wake, ameujalia moyo wangu jazba hii kwamba ni inuke ili kurekebisha hali za namna hii, na upande wa pili ameandaa mioyo pia ambayo ipo tayari kuyakubali maneno yangu. Naona kuwa tangu Mungu aliponituma duniani kwa amri yake, kuanzia wakati ule mapinduzi makubwa yanaendelea kutokea duniani. Wale watu waliokuwa wanaupenda uungu wa Isa huko Ulaya na Marekani, sasa watafiti wao wenyewe wanaendelea kujitenga na itikadi hii, na taifa ambalo tangu mababu zao walipenda sana masanamu na miungu, wengi wao sasa wamepata kuelewa kwamba sanamu si chochote, si lolote. Na ingawa watu hao bado hawana habari na mambo ya kiroho na wameshikamana na maneno machache kama mazoea tu, lakini hakuna shaka kuwa wameondolea mbali shingoni mwao kamba za maelfu ya mila za kipuuzi, bidhaa na ushirikina, na wamesimama karibu na mwingilio wa imani juu ya umoja wa Mungu. Natumai baada ya muda mfupi fadhili ya Mungu ikiwasukuma kwa mkono wake maalum itawaingiza wengi wao katika nyumba ya amani ya tauhidi ya kweli na kamili, ambayo pamoja nayo mtu hujaliwa mapenzi kamili, hofu kamili na utambuzi kamili. Matumaini yangu haya sio mawazo tu, bali nimepata bishara hii kutokana na wahi mtakatifu wa Mungu. Hekima ya Mungu imefanya kazi hii nchini humo ili ayaunganishe mataifa mbalimbali haraka sana kuwa taifa moja, na alete siku ya suluhu na amani. Kila moja anaipata harufu nzuri ya hewa hii kuwa mataifa haya yote mbalimbali siku moja yatakuwa taifa moja. Huzur anasema Allah afanye watu waishio duniani, hasa Waislamu, waweze kuelewa uhakika huu, waweze kuelewa madai yake, na waje haraka chini ya baiati ya Masihi Maud al-Islam. Allah amemtuma kwa ajili ya kuhuisha Islam, na atujalie tuweze kutimiza haki ya baiati yetu. Napenda kusema tena kwamba wanajumuiya wa Pakistan na Aljazair wakumbukwe katika maombi. Huko hali inaendelea kubadilika, na hatuwezi kusema kwamba wamepata amani. Kila kukicha tukio jipya huwa linatokea nchini Pakistan. Nchini Aljazair pia baadhi ya viongozi wa serikali inaonekana kwamba nia yao si njema, wanataka kufungua tena kesi. Mwenyezi Mungu amhifadhi kila mwanajumuiya kote kote duniani, lakini wanajumuiya pia wanapaswa kujikita zaidi kwamba wainame zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu, wawe wenye kutimiza haki za ibada, na wawe wenye kutimiza haki za waja wake, wawe wenye kuboresha hali zao, na waweze kujenga uhusiano makhsus na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sote, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر